malaika. Na tumekuwa tukiona ya kwamba malaika hawa ni watumishi wetu. Mungu ametupatia malaika ndiposa ya kwamba waweze kuwa wanatutumikia. They are our servants. Sisi ambao tunarithi, sisi ambao ni warithi wa ufalme, ama sisi ambao tumeokoka, ama sisi ambao tumo katika ufalme wa Mungu, Mwenyezi Mungu ametupatia watumishi hawa. Na tuliona ya kwamba malaika ni wengi. Malaika ni wengi. Na wakiwa wengi namna hivyo, wamegawanywa katika vikundi 12. Ni wengi na kazi yao ni kutuhudumia. Na wamegawanywa katika vikundi 12. Hizi vitu tumekuwa tukiziona kwa muda. Sasa tujikumbushe tu, maana ndio tunamaliza somo hili leo hii, tuweze kulinka mambo haya yote. Lakini vikundi hizi 12, zile vikundi ambazo zinajulikana sana ni kikundi ambacho kinaitwa kikundi cha kuteseka kwa muda. Na ile hali ya kuteseka kwa muda, Bwana akamuuliza ya kwamba, je, ungelependa kupona? Na yeye akamwambia kwamba mimi mwenyewe ningelependa kupona. Lakini wakati malaika anashuka katika majira fulani, yeye hushuka anachimbua maji, na akichimbua maji, mtu wa kwanza kuingia ni yeye, huwa anapona. Na tukaona kuna watu leo hii wanatamani ya kwamba hasa katika upande wa increasement na kubarikiwa, maana tunaendelea kudili na malaika ambao wanatuwezesha katika upande wa kwetu kuinuka, in our prosperity, kuinuka katika ufanisi wetu. Kuna watu huoperate katika majira yale, yaani kwake yeye mwenyewe anakuaga na majira ya wakati ako na vitu, wakati ambapo hana vitu. Pengine wakati wa mwisho wa mwezi ndio pengine anaweza kufurahia na hali kuwa nzuri, lakini pengine ukimpata tarehe kama 15 ama 20, yeye mwenyewe ile wimbo anaimbaga, anaimba wimbo ya watu wa duniani, anaimba kama watu wa kawaida, watu wale ulimwenguni. Maana yeye mwenyewe kwake anaendelea kuoperate na hao majira ambao hao malaika ambao ni wa majira. Bwana tukuze sana. Na kama pia unaweza kukumbuka, pia tuliona ya kwamba Yesu ameenda katika mti, ulikuwa ni mti wa mkuyu, na anatamani ya kwamba akule matunda katika mti huyo. Biblia inasema vizuri ya kwamba haikuwa majira ya huo mti watu wakule majira. Yesu anajua, maana mti ulikuwa ni green. Yesu anatazama mti uko green, anajua sio wakati wa kufanya nini, wa kukula matunda, lakini anasema hii mti nafaa nikule matunda kutoka kwake. Na mpendo alikwambia kwamba wacha tuoperate katika level nyingine ambayo sio ya malaika wa majira. Bwana tukuze sana. Maana kwa Mungu sisi huanga ni watu wa majira yote. Sisi ni watu ambao ni wa majira yote, mpendwa. Hebu nikuelezee, haufai kuwa ya kwamba uko na siku nzuri na siku mbaya. Haufai kuwa ya kwamba kuna siku ambazo pengine ya kwamba uko chini kifedha, na zingine pengine ya kwamba hata unalemewa kuwekelea chakula kwa meza. Hayo mpendwa sio maisha ya Mkristiano. Maana ukiruhusu malaika, watumishi hawa ambao wanaasainiwa, they minister, wanakuwezesha, kazi yao ndio hiyo. Na tuliona ya kwamba wanatuhudumia sisi ambao ni watu wa nini, wa ufalme. Ikiwa mpendwa unaelewa ufalme wa Mungu ni nini, na umeingia katika ufalme wa Mungu na umejipeana, hawa wanapatiwa nafasi ya kukuhudumia. Na ndio tuliona ya kwamba kama Waisraeli walipokuwa wanatoka Misri, Mungu aliwaruhusu ya kwamba waende kwa Wamisri. Waombe nini? Waliomba nini? Vitu vya dhahabu, wakaomba vitu vya fedha. Waliondoka na vitu vya Misri. Mungu alipowaruhusu, walipokuwa wakiondoka, hawakuondoka mikono mitupu. Waliondoka na vitu. Na ilipofika katika bahari ya Shamu, ilikuwa namna gani? Tuliona ya kwamba Farao na majeshi yake, na maana Farao alikuwa ndio super power nyakati hizo, ni kama Amerika leo hii. Tuliona ya kwamba Farao alikuwa anawafuata, na hawakuwa anawafuata na vyombo pengine rahisi. Alikuwa anawafuata na magari ya vita ambayo ni hali ya juu. Lakini katika bahari ya Shamu, Mungu anatuma malaika wake, wanaondoa miguu.
Amen. Alituma malaika wake. Tuliona hili jambo, miguu ikafanya nini? Ikaharibiwa. Watu wakasema kwamba hapana, magari yetu haya sio magari hivi hivi. Yanaharibiwa miguu ni nini? Wakakiri wao wenyewe ya kwamba Mungu wao anawapigania. Mungu wao anawatetea. Bwana tukuze sana. Na baada ya kukiri namna hiyo, walipovuka ng'ambo ile nyingine, walivuka wakiwa ya kwamba Mungu amewalipia madeni. Maana kumbuka kwamba walikuwa wanaenda ng'ombe, walikuwa waombe kule Misri na warudishi. Lakini walipovuka ng'ambo ile nyingine, walivuka minus madeni. Miriamu akiwaongoza katika wimbo wa kumsifu Mungu na kumtukuza, alikuwa anajua kwamba kuna mambo yametendeka. Bwana sisa. Kwa hivyo wapendwa, watu ambao ni warithi wa ufalme, wewe ambaye unajua umeingia wapi, umekutana na nani, ni wapi umeingia mpendwa, katika ufalme wa Mungu. Mungu kuwasaidia wapendwa hawa katika jina la Yesu. Haleluya. Na kuna jambo lingine pia tumeona katika Zaburi 91 and verse number 11. Hebu fungua mstari huo. Ni katika hali ya kutukumbusha tu tunapokuwa tukimalizia katika somo hili leo hii. Psalms 91 and verse number 11. Zaburi 91, kabla ya kuleta somo la mwisho leo hii. Inasema, and he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. Atakutumia malaika ambao watakuchunga katika njia zako zote. Hii mpendwa ni ahadi ya watu ambao wamo katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Na tulione ya kwamba tuko na njia zetu zote, ama tuko na njia mingi. Maana ile kazi ambayo Mungu amekupatia, hiyo ni njia moja yako Mungu amekupatia hiyo. Ile jamii ambayo Mungu amekupatia, yale mambo, ile huduma unayotenda, yaani katika njia zako zote, Mungu anasema ya kwamba atakutumia malaika ambao watakuwa in charge, watakuchunga, watakulinda. Na tuliona vizuri kuhusu huyu jamaa ambaye anaitwa Ayubu. Tuliona kuhusu Ayubu, si kweli? Mungu amemwekea charge, amemfunikia, mpaka Ibilisi mwenyewe anakiri ya kwamba huyu jamaa Mungu amemwekea ukuta. Mungu amemfunikia, Mungu amefunikia Ayubu, na ndio maana ya kwamba haguziki. Mungu ama Ibilisi anaambia Mungu kwamba siondoe basi ukuta. Mungu ametuambia kwamba atatuwekea charge, atatuwekea ulinzi katika njia zetu zote. Hebu nikuelezee mpendwa tena, Mungu akikuwekea ulinzi katika kazi ya mikono yako, utaenjoy prosperity. Mungu akikuwekea ulinzi, sema umelindwa. Sasa ule mlaji, wale ambao wanaharibu hawezi ukakula, utaweza kuprosper, utaweza kuinuka katika njia zetu zote. Bwana tukuzwe sana. Na Sunday iliyopita basi, ndiposa naelekea kumalizia. Sunday iliyopita tuliona pia sababu moja ambayo ilisababisha baba wetu wa imani Ibrahimu aache legacy. Maana leo tunapotazama huyu baba, tunaona baba yetu wa imani ambao tumetanishwa na yeye, Mungu alimbariki, Mungu alimuinua. Na hatuwezi linganisha maisha ya Ibrahimu na maisha ya Musa. Musa hatuoni historia ya mtu ambaye alipendelea kutoa dhabihu, zaka na sadaka kwa Mungu. Yeye alikuwa na experience. Historia inasema vizuri, ni mtu ambaye alikuwa anaonanga Mungu macho kwa macho mlimani. Anashuka mlimani kuna waka moto. Lakini tofauti yake na Ibrahimu alikuwaga mtu wa kutoa dhabihu. Na hii ndio uliweza kuona last Sunday ya kwamba dhabihu ni kitu ambacho kinakuuma kutoka moyoni mwako. Alipoamua kwa sababu ya Musa, alipoamua kwa sababu ya mtoto wake, ambaye alikuwa anaitwa Isaka. Mungu anaangalia, anasema kwamba Isaka huyu ndio unampenda. Lakini mimi nataka ya kwamba nafasi yangu Isaka amechukua. Nataka ya kwamba unidhihirishia kwamba unanipenda sana kuliko Isaka
ambayo nimekupatia. Alipokuwa anatoa Isaka, alikuwa anaumwa moyoni mwake. Yaani tena mpendwa, breakthroughs kama zile ndio Mungu aliyasainia Ibrahim, malaika wa prosperity. Alimwasainia ndipo ya kwamba aweze kuinuka, habarikiwe na aweze kuona. Bwana tukufu sana. Leo hii nataka nizungumze kitu cha mwisho ambacho ninakiita sadaka zetu na mafungu yetu. Our tithing and our offering. Ndio somo letu la leo hii. Twende pamoja katika kitabu cha Malachi 3 mstari wa 9 hadi 12. Ili uone kupitia katika mambo haya vile ambavyo Mungu weza kuwasaini malaika hawa. Maana the bottom line ya msingi wa neno hili ni mahali tuliona katika Zaburi 37 and verse number 27, ambayo inasema kwamba Mungu anafurahishwa kwa sababu ya prosperity ya watu wake. Maandiko inasema hivi kuanzia mstari wake wa 9 mstari wake wa 8, inasema hivi: je, mwanadamu atamwimbia Mungu? Lakini nyinyi mnaniimbia mimi. Lakini nyinyi mnasema tunakuimbia namna gani? Mnaniibia katika zaka na sadaka. Na nyinyi mmelaaniwa kwa laana, kwa maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Mstari wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, na akasema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, haula. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye halaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautakupatisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Mstari wa 12 wa mwisho unasema hivi: na mataifa yote, kwa napendelea mstari huu, na mataifa yote watawaiteni waliobarikiwa, kwa maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Bwana si sana. Hebu nikuelezee mpendwa, hizi vitu ambazo tunamalizia kukufunza leo hii ambayo inaitwa sadaka na zaka, ni somo ambalo uwaga halijulikani na uwaga alieleweki. Maana hasa pengine wakati kama huu tunaishi katika kizazi ambacho watu wengi wana mafunzo ambayo ni tofauti sana kwa sababu ya zaka na sadaka zao. Bwana tukuze sana. Lakini hebu tukiangalia katika baba wetu wa imani, hebu tuangalie katika kitabu cha Mwanzo, the book of Genesis chapter 14 and verse number 18 to 20. Genesis 14 Bali inasema ya kwamba, and then Melchizedek, the king of Salem, he brought out bread and wine, and he was the priest of God the Most High. And they blessed him and said, blessed be Abraham the Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God the Most High, who has delivered your enemies into your hands. And they gave him tithe of all. Now, unaona baba yetu wa imani amekutana na huyu ambaye anaitwa Melchizedek. Melchizedek, maandiko yanamtaja vizuri ya kwamba alikuwaga ni mfalme na vile vile bado pia alikuwaga ni kuhani, falme na kuhani wa Salemu. Wakati huo ilikuwa ni baada ya kutoka kushinda wafalme
ambao alikuwa anapigana nao wakati ameenda kurescue Lot. Na kile ambacho alikuwa nacho, ule ambaye alikutana na yeye, mwenye ambaye alikutana na yeye alipotoka katika vita hiyo, akiwa na kile ambacho alikuwa nacho, alikuwa ni huyu ambaye anaitwa Melkisedeki, mfalme na kuhani wa Salemu. Bwana tukuze sana. Ni nini ambayo ilitendeka wakati ambapo Melkisedeki alikutana na Ibrahimu? Maandiko yanasema ya kwamba Melkisedeki alipatia Ibrahimu nini? Alimpatia mkate na akampatia nini? Akampatia divai. Biblia yako sema namna hiyo. Hebu tuangalie verse number 18. Maandiko yanasema ya kwamba and then Melkisedeki, huyu ambaye ni kuhani wa Salemu, alimpatia mkate na akampatia divai. Hii ni nini mpendwa leo hii? Maana tunaenda kuona hata pia katika Agano Jipya vile hii jambo limelitokeza. Ni nini hii ambayo inaitwa mkate? Mkate ni chakula cha kiroho. Divai ni mambo ya rohoni. Divai, maana tunaambia kwamba tulewe na divai mpya ambayo ni Roho Mtakatifu. Bwana tukuze sana. Kwa hivyo unaona ya kwamba Melkisedeki ambayo ni kuhani wake, ama yule kuhani ambaye alikutana na Ibrahimu, yeye mwenyewe alimpatia mafungu ya 10 yote kwa kile ambacho alikuwa nacho. Bwana tukuze sana. Kwa lugha nyingine, mafungu ya 10 wewe upatia Melkisedeki wako. Amen. Mimi katika mlima huu mimi ufunza wanawaambia kwamba hata kama wewe ni wa kanisa hili na umekuwa mashambani kwa mwezi mzima, ule Melkisedeki ambaye amekulisha miezi hiyo, kama ulikuwa unafanya kazi huko miezi hiyo, amekulisha na amekunywesha, mpatie mafungu yako ya 10, maana yeye ndiye amekupatia mkate na amekupatia maji. Maana sisi sana. Leo hii Melkisedeki yule ambaye ukulisha vitu vya rohoni, wewe ndio unapaswa kumpatia nini? Mafungu yako ya 10. Bwana sisi sana. Baba wetu wa imani aliweza kutekeleza mambo haya, na tuliona historia ya huyu baba miaka hiyo, vile ambavyo ametuachia legacy. He was a blessed man. Mungu alimuinua. Mungu aliruhusu malaika. Maana unaona kwa malaika ni wengi, wanafanya kazi nyingi, lakini tumekuwa tukideal hasa na hawa malaika ambao wamekuwa assigned kwa sababu ya kumake sure ya kwamba watu wa Mungu wameinuka. Watu wa Mungu they are blessed. Watu wa Mungu jamanini, na tumekuwa tukiona mambo kama haya. Isiwe ya kwamba baba yako hanaoni estate mzima, baba yako hanaoni kila kitu ulimwengu huu, ni baba yako, lakini wewe mwenyewe hata pengine kuwekelea chakula kwa meza inakuwa ni shida, unapungukiwa, hauna joy ya living na furaha ya wokovu. Baba yetu wa imani alitekeleza mambo haya. Bwana si sana. Na hebu turudi katika kitabu cha Malakai, ni kuonyeshe pengine jambo pale. Na kitabu hiki ambacho ni cha Malakai, nimekuambia kuna utata mwingi kwa sababu ya sadaka zetu na mafungu yetu. Huu utata unakuwa katika masomo ya leo hii. Lakini kitabu hiki cha Malakai, ningelependa mwanzo uelewe ya kwamba kiliandikiwa makuhani. Ni kitabu ambacho kimeandikiwa priest. It's a book ambayo imededicatiwa watu ambao ni makuhani. Kwa hivyo hata kama ilikuwa ni katika sheria, ilikuwa inazungumziwa pale awali, lakini elewe ya kwamba Petero wa kwanza 2 na mstari wa 9. Hebu fungua andiko hilo. Petero wa kwanza 2 mstari wa 9. Petero wa kwanza 2. Samahani, wakati mwingine ni vizuri ya kwamba utujihami kuangalia mistari kidogo kidogo hapa na pale, maana
wakati wa mafunzo inakuwa namna hivyo, lazima kwamba tuweze kufanya utafiti wa kina. Kwa haya tunaendelea katika andiko hili la Kiswahili. Petro wa kwanza 2 mstari wake ni wa 9, unasema hivi: mbali nyinyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme. Bwana si sana. Kitabu cha Malakai ambapo mambo haya ya sadaka na mambo haya ya mafungu ya 10 yanazungumziwa, kiliandikiwa makuhani. Lakini kupitia kwa neema, wapendwa, leo hii maandiko yanasema ya kwamba ndani ya Kristo Yesu tumefanyika kuwa makuhani. Bwana si sana. Wewe ni kuhani na mimi ni kuhani. Bwana tukuze sana. Sisi wote ni makuhani. Sisi wote tunapaswa kuelewa umuhimu wa kutoa sadaka na kutoa mafungu yetu ya 10. Bwana tukuze sana. Hii inakupasa uweze kuelewa na uweze kujua. Maana leo hii sisi wote sio kujua tu peke yake, hata kuitekeleza. Maana Mungu mahali tulianzia, hebu turudi katika Malakai 3 mstari wa 8. Mahali tulianzia sasa pale, tuangalie mambo haya kidogo kidogo. Malakai Malakai 3 mstari wa 8. Nataka nikuonyeshe vitu vitatu tu ili uone umuhimu wa kufungulisha mbingu yako katika sadaka zako na katika mafungu yako. Mstari wa 8 unasema hivi. Unasema, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini nyinyi mmeniibia mimi. Lakini nyinyi mnasema tunakuibia. Kwa namna gani? Mnaniibia katika zaka na katika sadaka. Jambo la kwanza mpendwa ni hili ambalo nimezungumza mahali pale. Ni kitu ambacho kinaitwa unheavy offering. Yaani matoleo ambayo ni mabofu. Watu wanatoa. Watu kama ni kutoa wanatoa. Lakini kuna kitu kimezungumziwa katika Malakai 1 mstari wa 8. Hebu angalia Malakai 1 mstari wa 8. Malaki 1 mstari wa 8. Tu hapo nyuma kidogo. Maandiko yanasema hivi: tena mtu wapo sadaka aliye kipofu si vibaya. Ni swali linaulizwa. Na mtu wapo sadaka walio vilema na wagonjwa si vibaya. Haya, mtolee liwali wako. Je, atakuwa ardhi? Atakuwa radhi na wewe au atakukubali nafsi yako, anasema Bwana majeshi. Na jambo ni hili ambalo ningependa nikuonyeshe mpendwa katika andiko hili. Kwa nini Mungu anazungumza na kusema ya kwamba kuna heavy offering, kuna matoleo ambayo ni mabofu, wakati ambapo anasema ya kwamba watu wangu wananiibia katika sadaka zao na katika zaka zao. Unapokuwa ukitoa mbele za Mungu na pengine ya kwamba haujazingatia kanuni ambazo ningelependa nikuonyeshe leo hii, mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu anaona ya kwamba kunatoa matoleo ambayo ni mabofu mbele zake. No, sikiza. Hakuna Malakai 3 ambapo mafungu yanazungumziwa ama sadaka zinazungumziwa kama hakuna Malakai 1. Ni kwa nini nakuelezea namna hiyo? Kuna wakati nilisimama katika madhabahu haya na nikakwambia ya kwamba Biblia hii ni kama sweta. Na kama unaweza kukumbuka, nataka nikukumbushe tena leo hii. Biblia ni kama sweta namna gani? Maana sweta inakuwa ni uzi
ni uzi inashikanishwa na uzi mwingine, ndiposa ya kwamba aidha nguo inakuwa imetengenezeka. Hauwezi ukachukua mstari mmoja na ukakimbia nao katika Biblia. Mstari mmoja katika Biblia ndio unatengeneza a paragraph. Na watu wale ambao wameenda darasani shule na kwambia kwamba kitabu umalize paragraph moja uende paragraph nyingine, unapataje ya kwamba kuna ujumbe ambao umeuelezea katika paragraph hiyo, ndio maana unamalizana na hiyo unakuja paragraph nyingine. Mstari ndio unatengeneza paragraph, na paragraph ndio inatengeneza nini? Karatasi fulani. Na hiyo karatasi ndio inatengeneza nini mwalimu? Inatengeneza karatasi ndio inatengeneza paragraph. Na paragraph ndio inatengeneza either chapter fulani. Na chapter nayo inaunganisha chapter nyingine, inakuwa ni kitabu. Lakini mambo haya yalianzia katika mstari moja. Kwa hivyo atuchukui mstari moja utembee nao. Ndio maana nataka kuona ya kwamba mbona Mungu anasema ya kwamba watu wangu wanatoaga sadaka ambazo mimi mwenyewe sizitaki, na sadaka ambazo ni mbovu. Ukiangalia Malakai 1 mstari wa 8, mahali tumesoma, Mungu anasema ya kwamba, jamani, hebu turudie tena tu andiko hilo ili uone shida mahali pale ilianzia. Malakai 1 kuanzia mstari wa 7 unasema hivi na 8, mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mnasema sisi tumekutia unajisi kwa namna gani? Kwa sababu mnasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Tena mnatoa sadaka aliye kipofu, si vibaya, na mnatoa sadaka walio vilema na wagonjwa, si vibaya. Haya, mtoleeni liwali wako. Je, atakuwa radhi nawe au atakukubali nafsi yako? Anasema Bwana wa majeshi. Bwana si sana. Now, unaona makosa mahali pale iliingia. Ndiposa Malakai 3 mstari wa 8 Mungu akuja kuzungumzia hao ambao ni makuhani. Maana nakwambia kwamba kitabu hiki kilikuwa kinaandikiwa makuhani. Na leo hii Mungu ametufanya kwamba tuwe makuhani. Watu hawa ambao ni makuhani, kile ambacho walitekeleza katika Malakai 1 na mstari wa 7 na mstari wa 8, maandiko yanasema ya kwamba walileta mbele za Mungu kondoo ambao ni vilema, kondoo ambao ni vipofu, kondoo ambao ni wagonjwa, kondoo ambao wako na shida. Now, tuende katika kitabu cha Walawi ni kuonyeshe sheria ambayo Mungu alikuwa amepeana. Tuende tu Leviticus chapter number 20, kitabu cha Walawi 20 verse number 20 to 21. Ili uone sheria hii ambayo Mungu alikuwa ametoa katika nyumba yake. Leviticus 20 Nimeliandika tofauti andiko hili. Bwana sasa. Hebu nipatie Biblia hii yangu ya Kimombo iko hapo ndani ya slide tafadhali. Biblia. Inakaa andiko hili lina kitu tofauti. Anapoleta Biblia hiyo katika kitabu cha Walawi, unaona kuna sheria ambayo Mungu alikuwa ametoa. Na alikuwa amesema ya kwamba jamanini, watu wanapoingia katika nyumba lake, Mungu alikuwa amekataa. Alikuwa amekataa wanyama hawa. Alikuwa amekataa wanyama hawa ambao anasema ya kwamba ni wambovu. Wanyama hawa ambao alikuwa anasema ya kwamba let me see the verse. I don't know kwa nini nilicapture vitu tofauti.
Hebu tuangalie Leviticus 22. Poleni ya kwamba Leviticus 22 and verse number 20. Tuanze tu 19. Inasema hivi, you shall not offer at your own will a male without blemish of the beasts, of the sheep, of the goats. But whatsoever has a blemish, that you shall not offer. It shall not be acceptable for you. Bwana si sana. Well, nilikuwa nataka andiko hilo uweze kuliona, niliunganishe na Malakai 1 na mstari wake ambao tumesoma wa 7 na 8. Mungu alikuwa amezungumza katika sheria na alikuwa ametoa sheria na akasema ya kwamba jamanini, mnyama yoyote yule ambaye alikuwa anaenda kutolewa kama dhabihu asiwe na kilema. Bwana si sana. Asiwe na kilema, ama hawe ni mgonjwa, ama hawe ako na shida yoyote ile. Mungu alikuwa amekataa na alikuwa amesema ya kwamba jamanini, dhabihu hizo sisije akaletewa. Hebu nikuulize, katika Malakai 1 na mstari wa 8, unaona Mungu anazungumza vile, anasema ya kwamba jamanini, nyinyi mnatoa ama mnapeana ng'ombe ama kondoo ambao ni wagonjwa, mnapeana aidha kondoo ambao wako na kilema. Na walipokuwa wanapeana hao ambao walikuwa ni makuhani katika Malakai, ilikuwa ni udhibitisho ya kwamba wale ambao ni wazuri walikuwa wanabaki na wao. Bwana si sana. Wale ambao walikuwa ni wazuri wanabaki na wao. Na ndio maana wanafanya nini? Wanapeana wale ambao walikuwa ni wabaya. Na kumbuka tuliona last Sunday ya kwamba nafasi ya Mungu inakuwa gani ya kwanza. Kwa lugha nyingine, Mungu aliangalia Waisraeli, akaangalia makuhani wake na akaona ya kwamba watu hawa hawana moyo wa ufalme wangu. Maana tunaweza kusema mambo haya yalikuwa katika sheria, lakini Yesu alipokuja alisema ya kwamba mimi sijakuja kumaliza sheria, nimekuja kudhibitisha. Yesu alisema ya kwamba I have come to fulfill sheria zote. Na akaulizwa sheria ile kubwa ni gani? Akasema ya kwamba sheria kubwa kuliko zote ni nini? Ni upendo. Kwa hivyo kwa lugha nyingine, mpendwa, ya kwamba unapokuwa ukienda mbele za Mwenyezi Mungu, wacha Mungu akuwe na bali moja moyoni mwako. Bwana sio sana. Actually katika ufalme wetu si ati ya kwamba how much you give, lakini unatoa na moyo wa namna gani. Hiyo ndio Mungu mpendwa uangalia. Na ndio maana Mungu anasema hata leo hii watu wangu wananiibia katika sadaka na katika zaka. Maana pengine mtu anaweza kusema ya kwamba leo hii hebu nikuelezee sadaka. Hata wakati mwingine huwa tunasema ya kwamba ama tunafunza wana kuambia kwamba kabla hata tuiombee, wewe iombee katikati ya wiki. Sio kitu tuna decide hadi Jumapili ama unasukumiwa ama unakuwa coerced. Unajua kuna makanisa unaenda kwamba unakuwa coerced. Unaambiwa pengine fanya hii kitu ndiposa ya kwamba utoe sadaka fulani uweze kubarikiwa. Sadaka ni kitu ambacho kinatoka moyoni mwako juu ya upendo vile unavyopenda Mungu wako, na unakuwa umeiombea kabla kuiekelea katika madhabahu. Bwana si sana. Lakini wakati ambapo Mungu anakuja na mbambili, maana makuhani wakati huo walibaki na nini? Walibaki na kondoo ambazo ni nzuri, wakabaki na mbuzi ambao ni nzuri, lakini zenye kilema, zenye ambazo hazioni, zenye ambazo ni gonjwa, zenye ambazo ziko na shida, wanabaki nazo manyumbani mwao. Mungu anawaangalia na sema kwamba na nyinyi mnaniibia. Makuhani wangu umeniibia. Na ndio maana mbingu imefungika. Bwana si sana. Ndio maana mbingu imefungika. Hebu nikuelezee mpendo, na hii mambo nimekuwa nikikuelezea na kufunza. Wakati ambapo Mungu anakuja nambari 2 maishani mwako, ndugu yangu, dada yangu, wenye dhambi wakilia utalia. Wenye dhambi wakinungunika wasema kwamba Mungu hayuko, Mungu ni kungumu, uchumi ni mgumu, maisha ni mangumu, utaimba wimbo hiyo. Hiyo wimbo utaimba. Ni kwa nini?
Maana mbingu ikiwa imefunga, wakati upendo wa Mungu umefungua kwako mpendwa, maana Mungu naturally achukuagi namba 2. Mungu sio namba 2, nambari 1. Na ndio maana Yesu alienda na akaangalia watu wakitoa sadaka zao. Kaangalia na akaona mwanamke mmoja ameleta kaswenti kadogo. Na akasema huyu ametoa iliyo kubwa sana kuliko wale wengine wote. Ni kwa nini? Maana Yesu alikuwa anaangalia the multitude. Alipoulizwa akasema ya kwamba huyu alitoa kutoka moyoni mwake wote. Alichokuwa nacho chote moyoni mwake. Wapendwa, hapa ndio tuna miss mbingu. Tuna miss hao malaika kuwa assigned kwetu. Maana kumbuka ya kwamba Yakobo aliona wanatumwa tu. Malaika wafunguo, malaika wa baraka zako, malaika wa Mungu. Yaani wanatumwa mpendwa. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili ni hili. Malakai 9 na mstari wa 10. Kondoo ambao ni vilema, kondoo ambao ni wagonjwa, kondoo ambao wewe huwataki, hata Mwenyezi Mungu huanga wataki. Nakumbuka nikwambia kwamba mpendwa, hata sadaka zako huu unaziombea. Usikuje kuplania tunaabudu Mungu namna gani katika nyumba lake. Mafungu yako unapanga, sadaka zako hata unapanga kati ya wiki, na unakuwa na wakati wa kuziombea unapozileta katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Usije kufikiria katika nyumba la Mungu. Mstari wa 9 unasema hivi na 10. Na sasa ninawasihi, ombeni fadhili za Mungu ili atupe au samahani. Nilikuwa nasoma mahali pengine tena Malakai 3. Malakai 3 mstari wa 9. Unasema, na nyinyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili katika ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mnijaribu kwa njia hiyo, anasema Bwana majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbingu. Bwana tukufu sana. Jambo la pili ambalo unaona linatokeza mpendo katika andiko hilo ni kwamba baada ya Mungu kutuzungumzia leo hii ya kwamba jamanini, kuna vitu ambavyo yeye mwenyewe hawezi akazipendelea na alikuwa amezikataa na alikuwa amezungumzia. Hiki ambacho tuko katika mstari wa 9 na mstari wa 10. Baada ya kukuonyesha mwanga huu, ni kitu ambacho kinaitwa kumrudia Mungu. Returning back to God. Mungu atuambia kwamba tumrudie. Bwana sasa. Tumrudie. Amen. Unaona pale mstari wa 9 anasema ya kwamba na jamanini, watu wangu wanatembea na laana. Naturally, mtu ambaye amelaaniwa, hata unapomwangalia hauwezi ukajua. Bwana si sana. Lakini muda ndio huwa unaelezea. Amen. Muda ndio huwa unaelezea. Bwana mkuze sana. Kuna baba mmoja ambaye alichapwa na mtoto wake. Chapa vita na mtoto wake. Na baada ya kuchapa vita na mtoto wake, ni nini ambayo ilitendeka? Hakuna jambo lilitendeka wakati kama huu. Waliendelea kukaa. Na kwanza mambo inaonekana kana kwamba ni mazuri. Inaonekana kana kwamba yako sawa. Lakini muda ulifika. Ule kijana ambaye alichapa baba yake, watoto wakakuwa wakubwa. Watoto wake kwanza walikuwa wanampiga akiwa mgonjwa. Bwana sasa. Laana mpendwa inakuanga ni kama ugonjwa. Zile unasemanga kwamba donda ndugu. Kile kidonda tunasemanga kwamba kiponaji. Maana ikikukula inakuwa ni kama chronic disease. Yaani laana inakukulaga tu haujuagi, inakukula tu pole. Inakuja tu kujimanifest miaka ijayo. Na vizazi zinatembea katika neema hiyo ya laana. Bwana si sana. Hadi umesikia nikwambia mpendo ya kwamba hatuwezi kuwa ya kwamba baba wetu ana